litatoa kauli ya mwisho ya chama chetu na mwelekeo tutakaochukua kama serikali itakuwa haijasikiliza. Kwa ndani ya siku 60 tutaita kamati kuu. Baraza kuu Kamati kuu imepokea taarifa kuhusu hatua ya serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ, kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili, maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kuabudu Mungu wao alichokisema Askofu Gwajima, na kupelekea serikali kuchukua hatua za kulifungia kanisa. Ni ukweli mtupu kuwa swala la utekaji na uwepo wa magenge ya uhalifu ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama lisha amani ya taifa letu. Kabla ya mwisho, ovu ni kuhubano ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa, Tunazungumza kuhusu Kaswahili, tunazungumza kuhusu Mdude Nyagali, tunazungumza kuhusu Shadrack Chaura, tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Bwana Daniel Choncholi amechukuliwa, watu wanatekwa. Leo askofu anatoka anakemea utekaji, anafungiwa kanisa, anaambiwa anafanya siasa. Utekaji sio siasa. Utekaji ni uhalifu, ni dhambi. Na viongozi wote wa dini, wale wanaosoma Biblia, waelewe watumishi wa Mungu wakina Abed, Meshach na kina Abednego, wakina Meshach na Abednego walikuwa napinga tawara za kizalimu kama hizi. Ni tawara kabisa zilikuwa za kiserikali. Mitume wengi tu wa Mungu wamesulubiwa kwa kupinga tawara zalimu. Na ndio kazi ya hasa ya dini. Alichokifanya Askofu Gwajima ndio kazi hasa ya kujenga waumini kwenda mbinguni kwa kuwafundisha kutenda haki na kutenda wema, kutokuteka watu, kutokuua watu, kutokudhulumu uhai wa watu. Na sisi tunaunga mkono alichokifanya Askofu Gwajima, na tunawasihi viongozi wengine wote wa dini watoke wakemee mambo haya ambayo sio mambo ya mazuri katika nchi yetu. Na sisi hatutanyamaza. Hatutanyamazia utekaji, hatutanyamazia uovu wowote katika nchi hii. Na kumbukeni, si kwa nini nyie waandishi tusaidieni kufanya analysis. Huyu Askofu Gwajima miezi kama 5-6 iliyopita alikuwa anazunguka nchi nzima, anafanya mikutano ina watu 5,000, 6,000, 10,000. Anaimba mama oye, watu wanapunga mkono, wanaounga mkono mama. Hapo alikuwa afanyi siasa. Hapo dini ilikuwa haiingilii siasa, kama alivyosema baba askofu Bagonza, kwamba wakisema mama anaupiga mwingi, hapo hakuna siasa. Wakisema anaupiga mchache, hapo dini imeingia kwenye siasa. Askofu Gwajima alivyokuwa anasema mama hoye nchi nzima, hiyo ilikuwa vizuri kabisa. Leo Askofu Gwajima anasema mnateka watu, mnapoteza watu, Ndongwa. Hatuwezi kubali. Hii nchi sio ya kikundi cha watu wanaoleta uhuni. Ndio maana tutawapinga. Na mwisho ninawasihi wanachadema na Watanzania kwa ujumla kuwa Chadema ni chama pekee kinachoweza kuaminika katika kuwasemea mambo ya Watanzania. Tunachokipigania kina faida sana katika taifa hili. Ukweli unabaki kuwa ukweli. Tumekuwa na chaguzi za kihuni, huo ni ukweli. Tumekuwa na chaguzi zenye mauaji, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uoga, uragai mwingi katika michakato ya uchaguzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia wagombea wa vyama mbalimbali vya upinzani wakienguliwa kwa hila za Chama cha Mapinduzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uchaguzi ukikosa maana na kutokuaminika, huo ni ukweli. Sisi Chadema tunasema tutawaunganisha Watanzania ili wapaze sauti zao kuiambia serikali izingatie, ione umuhimu, isifanye masihara kuwa mabadiliko yanayotakiwa kwenye mfumo ya uchaguzi
yatakuwa ni sababu ya kuendelea kulinda amani ya nchi hii. Yaani mabadiliko tunayotaka ni kwa ajili ya kulinda amani ya nchi hii.